Karibu bana katika episode ya mwisho ya likapi yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 10, hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Young Mo aliweza kushtukia kwamba picha ya bidada iko katika hatari kwani imewekewa X. Kwa lugha nyepesi ni kwamba yuko katika mpango wa kuweza kuuliwa. Alijaribu kumpigia simu lakini akaja kushtuka kwamba bidada alikuwa patikaniki. Haraka sana akatimba katika maeneo ambayo bidada alikuwa anaishi na kuweza kumkuta. Lakini mwisho wa siku akatimba katika maeneo ya mgahawa na hapa aligundua kuwa kulikuwa kuna maua mengi tu. Akayachukua yale maua na kwenda kuyatupa nje, lakini wakati anayatupa akaja kugundua kwamba Andrea ni kama alikuwa anatoka naye katika mitaa hiyo hiyo. Bila shaka Andrea ndo aliyeleta haya maua. Mwamba Young Mo akatimba katika kile kituo cha watoto yatima, akaenda katika lile kanisa la jirani na hapa akawa anauliza Andrea vipi anakuja muda gani? Lakini mwanamama akawa anauliza je, kuna changamoto yoyote ile, kwa sababu katika changamoto mbalimbali ambazo tunakuja kuripotiwa hapa ni kwa sababu yule jamaa yuko na pacha wake na pacha wake amekuwa ni mtu anayefanya matukio sana huko nje. Mwamba Young Mo akawa anauliza ni matukio gani ambayo huwa anayafanya. Alisema kuwa kipindi cha udogoni tu alipokuwa adopted yeye alienda kuchoma nyumba ya hao watu waliokuwa wamemwadopti. Mpaka kufikia sasa Mwamba Young Mo akawa ameelewa kwamba kumbe mdogo wake na Andrea ndiye aliyeweza kuchoma mpaka ile nyumba pamoja pia na baba yake. Lakini Mwamba akawa ametimba kanisani na kugundua kwamba tukio la kuweza kule kupeleka ua lilikuwa limefanyika mishale ya saa 1 kamili usiku na taratibu ya ibada itakiwa ifanyike saa 1 kamili, lakini huyu mchungaji anaendesha ibada mishale ya saa 1 na dakika nusu hivi. Akajikuta anamtilia shaka kidogo Andrea, japokuwa ameambiwa kwamba Andrea na pacha wake ambaye ni kama mdogo wake hivi na huyo ndio anafanyaga matukio. Akamuuliza huyu bidada, hivi mchungaji alikuwepo wapi? Akasema kwamba mchungaji amechelewa kidogo kuanza ibada kwa sababu kuna issue zake binafsi alikuwa anazihangaikia. Lakini Mwamba akawa amemtilia shaka Andrea na kuhisi kwamba huyu huenda ndio anayehusika. Lakini baadaye baada ya ibada kuweza kuisha akawa amemfuata. Lakini bidada kumbuka kwamba anampendaga sana Andrea na akasema kwamba muda wote nilikopo naye unasemaje amefanya tukio na anawezaje kufanya tukio mchungaji? Lakini wakati Mwamba Young Mo anaendelea kuongea hapa, Mwamba Andrea akaanza kujisikia maumivu ya kichwa, ni kama kumbukumbu za mdogo wake zinamrudia katika akili yake. Na kumbe bwana, stories zinazoendelea kwamba Andrea ana mdogo wake ni za kweli kabisa. Bidada Sojoni akiwa anarudi nyumbani akaweza kuzibwa mdomo wake na inaonekana kabisa kuna mtu ambaye alikuwa ameweza kumvamia. Akamteka bidada na moja kwa moja akampeleka katika duka la maua, kisha akasema Mwamba Young Mo aweze kufika hapo mapema sana. Mwamba Young Mo akamkaba mchungaji na kumwambia kuwa umeona matukio ambayo anafanya mdogo wako, lakini mchungaji akasema unatakiwa kumstopisha, la sivyo ataendelea kuzuru watu wengine kila siku. Mwamba alijaribu sana kumpigia bidada Sojini lakini hakuweza kumpata kabisa. Moja kwa moja kabidi kuchomoka hapo na kuelekea katika lile duka la maua. Lakini Mwamba Young Mo mahali alipokuwa ameelekea kumbe haikuwa sehemu sahihi kabisa. Mwisho wa siku akawa amewasiliana na Andrea na Andrea akasema kwamba kuna duka la mama yangu alilokuwa anauza maua zamani, naomba uelekee huko, huenda atakuwepo mitaa hiyo hiyo. Na Mwamba alipoweza kufika eneo la husika akaweza kumkuta bidada akiwa amefungwa pale. Akaanza kumwambia unaendeleaje? Ghafla tu mdogo wake na Mwamba Andrea akaweza kumpiga kwa nyuma kisha akamwambia mambo yanaendaje? Na mdogo mtu akaanza kusema kwamba nakukumbusha vizuri sana matukio ya zamani. Zamani umewahi kuja nyumbani ukamlaumu sana mama yangu kwamba anachepuka na baba yako. Nakumbuka ile siku? Bwana mdogo kumbe ile siku alimfuata mama yake akasema kuwa mama, nataka nimtafute babangu original ili niweze kumfanyia jambo baya, kwa sababu wewe mpaka una date na babake na huyu Mwamba Young Mo ni kwa sababu tu babangu alikuwa amefanya mambo mabaya bila shaka. Lakini mama yake akamwambia kuwa babake na Mwamba Young Mo huyu ni mtu sahihi kabisa, ni mtu ambaye anawapenda sana, pia anaipenda familia yake. Lakini usifikirie kabisa habari ya kwenda kulipa kisasi kwa baba yako mzazi eti kwa sababu alinitelekeza mimi mpaka anaanza kutembea na ume za watu. Usifikirie kabisa kufanya mambo hayo. Lakini bwana mdogo alimchukia sana mama yake na kusema kwamba we mama ni mpumbavu kabisa, unaingilia maisha ya watu wengine, kwani ukutosheka kuwa na mwanaume mmoja tu? Akawa ameondoka pale. Namna alivyokuwa amemsukuma mama yake aliangusha kibatari. Moto ukashika katika lile duka la maua na mama yake alipotezaga maisha kipindi hicho. Lakini kutokea wakati huo bwana mdogo alijenga kisasi katika familia ya mzee wake na Mwamba Young Mo, akasema kwamba huyo ndio sababu ya mama yake kuweza kupoteza maisha, kwani mama yake alikuwa anatembea na mume wa mtu na mume wa mtu alikubali. Siku ya mazishi ya mama yangu niliapa kabisa kwamba nitakuja kulipa kisasi. Nilipoweza kukua nilikuja kugundua kwamba babako anaishi maisha ya furaha sana mpaka anapata muda wa kuchepuka na wanawake wengine, nikasema lazima nimlipie kisasi. Unajua hiyo siku nilimfanyaje babako? Nilimuonesha kwanza picha nikamwambia unanikumbuka? Akasema kuwa yaliyopita si ndio tugange yajayo. Nikamwambia tuweze tukaganga yajayo kabla yaliyopita hatujayamaliza. Alafu mimi ndiye ambaye niliweza kumuua yule mpenzi wa baba yako, yule ambaye alikuwa amepewa ujauzito. Baada ya kumuua yule pale ndio nikafuatia baba yako. Wala mama yako hakuwa na mpango wa kumuua baba yako kwa sababu alimpenda sana, ila alipata ajali pindi alipokuwa anataka kwenda kumsaidia mume wake. Mwamba anapoyasikia haya mpaka kaanza kutiririka na machozi. Lakini Mwamba alipomaliza kuyazungumza akachukua petroli akaanza kumwagia hapa ndani, akasema na siku ya leo nakuwa wewe na huyu mpenzi wako. Baadaye Mwamba akawa amelipua eneo zima. Mwisho wa siku jamaa Young Mo akajitahidi sana
sana kumsaidia bidada, walipambana sana katika ule moto, katika hali ya kifo tu, mwisho wa siku alifanikiwa kutoka. Mwamba Kang-woo akatimba katika eneo hilo kwa haraka sana akiwa ameambatana na jeshi la polisi, wakaanza kumshambulia huyu mdogo wa Andrea. Pigana sana, ni Mwamba anatakiwa apelekwe kituo cha polisi. Hatua za mwisho kabisa bana, aliweza kumuona mama yake. Kwa nguvu sana akawa amemsukumiza Mwamba Kang-woo pembeni, kisha akawa anasogea katika eneo la moto. Baadaye watu wote wakawa wanachukuliwa kwa ajili ya kupelekwa hospitalini, lakini Mwamba Andrea alipopata taarifa ya kwamba mdogo wake ameweza kufa katika moto, aliumia sana, kwa sababu lengo la kuweza kuwa mchungaji ni kuhakikisha kwamba anayaziba maovu ya mdogo wake asiweze kujulikanika. Na kumbe Andrea alikuwa anafahamu wazi kama mdogo wake anafanya mambo ya kishenzi sana, lakini alikubali yeye kuwa mchungaji ili mdogo wake anapokuja kuhisiwa, kwa sababu anafanana na huyu kaka mtu, basi wasimfikirie vibaya. Lakini baadaye katika eneo hilo hospitalini, bidada Soji analia kweli kweli, kwani Mwamba Yang-woo anaonekana kuwa na hali mbaya kweli kweli na amepelekwa katika chumba cha emergency. Baada ya saa moja mbele, taarifa ya madaktari inasema kwamba jamaa yuko vizuri kabisa, lakini mbaya zaidi ni kwamba katika ule mkono alikuwa anamsaidia bidada inaonekana aliungua sana na hawezi kushika kitu chochote kwa sasa hivi. Bidada alipoweza kuingia ndani akamsihi jamaa asielekee Marekani kwenda kumtibia mama yake kwa sababu ana hali mbaya kidogo kwa sasa hivi. Lakini bidada Mihan akawa anaingia pale ndani ofisini na kusema kwamba jamani, mama yenu anaendelea vizuri kwa sasa hivi, ameweza kuamka. Basi pase Mwamba alifurahi kweli kweli. Lakini baadaye sana bidada Mihan akaenda kumtaarifu bidada Soji kwamba Mwamba alikuwa akimpenda sana na alikuwa akijaribu mara nyingi sana kuhakikisha kwamba anamsahau, lakini haikuwezekana. Na bidada Mihan akamkumbusha bidada kwamba usije ukaruhusu nafasi hii iweze kuporonyoka tena katika mikono yako kwa sababu utakuja kujutia. Lakini katika jambo la kustajabisha ni kwamba bidada alipata taarifa kwamba jamaa anaelekea Marekani na mama yake. Moja kwa moja akawa anamkimbilia katika maeneo ya airport. Kwa bahati mbaya jamaa kumbe alikuwa ameshapanda ndege na ameshaondoka. Alijikuta mpaka anaumwa homa. Mwamba Kang-woo akawa full charge, yani akawa anamhudumia bidada kwa katika kila kitu. Lakini jamaa alikuwa ajui nini ambacho anaweza kumfanyia bidada. Akajikuta tu anaondoka akiwa na huzuni sana katika chumba cha bidada. Lakini baadaye Bihan akawa amekutana na Mwamba Kang-woo na Kang-woo akawa anaambiwa kwamba sasa hivi unaweza ukaendelea na mahusiano na bidada Sejun kwa sababu Mwamba hawezi kurudi tena kuliko kule Marekani. Lakini Mwamba Kang-woo akasema kwamba nilikuwa nadhania kwamba labda baada ya Mwamba Yang-woo kuweza kuondoka nitauini moyo wa bidada, ila nimekuja kugundua kwamba ni tofauti kabisa. Nimekuja kujua kwamba upendo wa bidada Sojin haubadiliki kwa Mwamba hata kama kuna umbali mkubwa sana baina yao. Kwa hiyo mimi nimekuja kugundua kwamba haiwezekaniki kabisa mimi kuwa naye. Lakini hata pia bidada Mian akasema kwamba hata mimi mwenyewe nilipokuja kugundua kwamba hisia zangu kwa Mwamba Yang-woo haziwezi likafanya kazi kabisa, niliamua tu kumwacha jamaa aende zake. Bidada akaongezea kwamba mpende anayekupenda, kwa sababu unapompenda mtu asiyekupenda utajikuta unakopa mzigo kwake na utaumia sana katika maisha yako. Ujumbe huo bidada Sojin alimwalika Mwamba Kang-woo kwamba watembelee katika kituo cha watoto yatima kule ambapo alikuwa anapenda kushinda enzi za udogoni, na siku ya leo akaanza kupiga story hapa. Bidada Sojin akasema kwamba niliamini majibu ya DNA kwamba ingelikuwa ni sahihi, lakini kuja kugundua kwamba nilikuwa namkosea sana Mwamba Yang-woo, kwa sababu nilikuja kugundua kwamba jamaa mpaka akaanza kukosa imani na mimi kwa sababu nilikuwa nikiamini DNA kuliko hata yeye. Nitamsubiri Yang-woo mpaka atakapokuja kurudi, nitamuomba msamaha siku moja na naamini kwamba atakuja kunisamehe. Mwamba Kang-woo kama alivyokuwa amejua, ni kweli kabisa bado bidada ameapa kwamba atamsubiria Mwamba mpaka atakapokuja kurudi. Basi moja kwa moja wakakubaliana kwamba watatakiwa kutumikia upendo kama ambavyo wanastahili kuwa. Moja kwa moja Mwamba akawa amemkumbatia bidada. Mwamba Kang-woo aliweza kumwona bidada Mihan akiwa anatembea tembea nyakati za usiku angalau kuweka mudi yake sawa. Basi wakawa wameketi pamoja. Mwamba akasema nimekuwa nikimjali kila mtu katika maisha yangu, lakini nijisahau kujijali mimi mwenyewe katika maisha ya mapenzi. Nimekuwa mtumwa tu kwa wengine na pasipo kujua kwamba nastahili pia na mimi mwenyewe kupendwa. Bidada Mihan akamwambia kuwa wewe ni mwanaume mzuri sana ambaye unastahili upendo, na kuna wanawake wengi sana huko nje ambao wanatamani kuwa na wewe. Naamini kabisa yuko mwanamke mmoja tu ambaye atachukua nafasi hiyo na atakulinda daima. Mwamba baada ya kuyasikia yale maneno mazuri akajikuta mpaka anatabasamu, ila aliposimama tu na kumtazama bidada ni kama mapigo yake ya moyo yakaanza kuongezeka. Muda mrefu umepita kutokea Mwamba alipoondoka kuelekea Marekani, na siku ya leo jamaa alirejea na sasa akatoa taarifa ya kwamba atakuwepo nchini Korea kufanya kazi katika hospitali ya baba yake. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Mwamba alirejea nchini Korea japokuwa bidada hakujua kabisa kwamba jamaa ameweza kurejea. Lakini wakati bidada anaendelea kushangaa akashangaa anaitwa Sojun, alipogeuka nyuma hakuamini macho yake, alikuwa ni Mwamba Yang-woo. Mwamba akasema kwamba ni kitambo kirefu kimeweza kupita kutokea wakati huo, na kama ni jana tu. Kiukweli ni kwamba huko nchini Marekani bado maisha yangu yalikuwa yaendi vizuri mpaka nilipokuwa nikikumbuka wewe kila wakati. Lakini kesho yake tena wakawa wameweza kukutana katika maeneo fulani hivi ya beach, na bidada akaanza kumwambia jamaa kuwa naomba unisamee katika yote ambayo nilikuwa nimeyazungumza kabla, hasa kukuambatanishia upendo wako na mambo ya genetics. Bidada akasema kuwa mapenzi yangu hayategemei kabisa genetics. Mapenzi yangu nimegundua ni hisia kamili kati yangu mimi na wewe zinazoishi zenyewe kama zenyewe tu. Nilichokuja kugundua ni kwamba wakati wangu sahihi wa kumpata mtu sahihi haukuwa umetimia. Ndio maana katika mahusiano yote ambayo nilikuwa navunjika tu, lakini mwisho wa siku nimekuja kupata wewe ambaye ninaamini kabisa ni mtu sahihi katika maisha yangu. Na Mwamba hakuwa na
maneno mengi zaidi ya kumsogelea bidada na kisha kama amemkumbatia kwa kumbato fulani hivi la upendo. Lakini huku upande wa pili bidada Mihani yuko katika kipindi chake kile cha upendo, anasema kwamba unaweza ukaachilia mtu aende, lakini ukaruhusu moyo wako kufungua kwa mtu mwingine, alafu ukajikuta umempenda mtu huyo kuliko hata ulivyoweza kumpenda yule wa mwanzo. Niaminini mimi kwamba inawezekana. Na wakati huo bidada Mihani anaendelea kuongea, kuna mtu alikuwa anakuja katika maeneo haya, hakuwa mtu mwingine bali ni Mwamba Kang'o, na jamaa alikuja akiwa amebeba maua. Rafiki yangu, mpaka hapo hujaelewa ni kwamba Mwamba Kang'o mpaka dakika hii ana date na bidada Mihani, lakini pia Mwamba Yang-hu ana date na bidada Sejong. Mpaka kufikia hapo rafiki yangu, ziada niitoe wapi? Lakini kwa wale wote ambao wanafanya masuala ya YouTube, ni vyema mkapata somo zuri sana ambalo nitakwenda kulituma mara baada ya hapa. Ikumbuke kwamba YouTube ni maisha, kwa hiyo ni muhimu sana ukajifunza somo hilo na kuweza kujua namna gani unaweza kufungua channel nzuri ambayo ukaitumia katika maisha yako na ikakuingezea kipato pia. Asanteni sana, ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul, tukutane katika recap zijazo.